kila muislamu atakayeingia katika mlango wowote wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima liwe jina lake limeandikwa katika diwan la ahlul janna. Maneno haya Allah azza wa jalla ameyathibitisha ndani ya Qur'an. Kalla innal abrara la fi 'illiyin wama adraka ma 'illiyun kitabun marqum. Watu wema ahlul janna ni watu ambao watakuwa wameandikwa majina yao fi kitabin marqum, kitabu ambacho kimeandikwa majina ya watu wa peponi, diwan. Kwa hivyo kabla hujaingia wewe kwanza unahakikishwa umo katika ile diwani au umo. Huu ndio mlango wako au sio mlango wako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatubainishia maneno haya na akatuambia jina hili linaandikwa wakati gani. Katika hadithi ya al-Bara bin Azib fi sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم, hadithi ni ndefu tunaifupisha tunakwenda katika mahali shahid. Alipokuwa anaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu safari ya roho ya mwanadamu tangu inapotoka inaingia katika safari ndefu ambayo wewe mwanadamu huwezi ukaielewa safari hiyo. Inaeleweka safari hiyo kupitia kwa iman bil ghaib peke yake, ni mpaka uamini kwamba kuna ghaib. Maana roho inapotoka, ndugu zangu waislamu, inakwenda katika safari ya umbali ambao mwanadamu hawezi kusawiri katika akili yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, na ndio maana tunaamini ya kwamba roho ile ikiwa ni roho ya mu'min, roho ya mwema, inakwenda inapaa juu, inafika katika samaa dunia, mbingu ya ardhi, inaombewa ruhusa. Ikiwa ni roho iliyoruhusiwa kupita, inapenya inakwenda hivyo hivyo, mbingu ya pili, mbingu ya tatu, mbingu ya nne, mpaka mbingu ya saba, kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakapofika fi samaa as-sabi'ah, katika riwaya nyingine fi samaa alladhi fihi Allahu azza wa jalla, katika mbingu ambayo aliyoko Allah subhanahu wa ta'ala kule juu. Maneno haya yanathibitisha iman na aqida ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim anna Allah tabaraka wa ta'ala fi samaa. Wale wanaofanya tawili za hapa na pale, hapa katika hadithi hii sijui watatupa tawili gani. Ameibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ile roho inafika katika mbingu aliyoko Allah azza wa jalla huko juu, halafu Allah azza wa jalla atoe amri kuhusu roho ile ambayo imeletwa mpaka fi samaa as-sabi'ah. Kumbe wewe ukifa ukiwa ni mwema, roho yako inapandishwa juu mpaka samaa as-sabi'ah. Allah azza wa jalla awaambie malaika, uktubu abdi fi kitabi al-illiyin, andikeni roho ya mja wangu huyu katika kitabu cha illiyin, thumma aiduhu ila al-ardh, halafu mregesheni chini katika ardhi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sababu mimi nimepitisha amri, Allah azza wa jalla anasema kwamba hapo katika hiyo ardhi ndipo nilipowaumba, halafu nitawatoa siku ambayo imefika ya wao kufufuliwa. Roho ile kirudi katika ardhi, ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia fayatihi almalakan, ndipo pale malaika wawili wanakujia wanakuuliza man rabbuka, pale kwenye kaburi. Pale unapoulizwa man rabbuka kaburini, roho yako huwa ishakwenda katika safari, ikakutana na Allah azza wa jalla fi samaa sabi'ah, akatoa amri, ile roho ikarudi tena katika ardhi, ukatiwa tena katika mwili wako, ndipo ukaweza kutamka rabbi Allah. Yule mja mwovu, roho yake amebainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ile mbingu ya samaa yenyewe hawezi kuivuka, ile milango itakuwa imefungwa. Roho ile itolewe amri kwamba irudi kule chini ardhini, iende ikafungwe, haifiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya nukta hii, ayuha almuslimun, tunaongezea nukta nyingine ya mwisho kumalizia khutba ya leo. Tushajua kwamba kabla ya kuingia katika mlango lazima liwe jina la Muislamu limeandikwa fi diwani ahli aljanna, limeandikwa katika diwani la watu wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatubainishia jina hilo linaandikwa wakati gani. Akatueleza kwamba linaandikwa yaumal maut, siku unapofariki.
pale ile roho inapotoka inakwenda katika safari, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala anaposema uktubu, andikeni roho ya mja wangu huyu fi al-illiyin, ndipo hapo inaandikwa roho yako fi al-illiyin kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo tunaingia katika nukta ya mwisho, nayo ni nukta inayoeleza kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sura za watu watakaoingia peponi katika kundi la kwanza, katika grupu la kwanza ambalo watakaoingia peponi. Maana watu wataingia peponi ayuha almuslimun zumaran, kwa makundi, sio kwa mfujo mmoja, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awwalu zumra, hadithi Abu Huraira akaipokea Imam al-Bukhari na Muslim, asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, awwalu zumratin tadkhulu al-janna, kundi la kwanza la waja wema watakaoingia peponi, suwaruhum, sura zao, kasurati al-qamar laylat al-badr, zitakuwa ni sura ambazo zina nawiri, sura ambazo zinatoa nur, zina metameta, zina ngara kama linavyotoa nuru mwezi uliokamilika tarehe 13, 14, 15. Kasurati al-qamar laylat al-badri, hizo ndizo nyuso za watu ambao watakaoingia peponi katika kundi la kwanza. Walladhina yalunahum, wale watakaoingia katika kundi la pili, ka ashaddi kaukabin durriyin fi samai idaa, watakaoingia katika kundi la pili peponi, nyuso zao zitakuwa zinanawiri kama inavyonawiri sayari nyingine isiyokuwa ya mwezi inavyonawiri katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa nuru, nao kadhalika nao watakuwa sura zao zinatoa nuru, lakini nuru chini ya nuru ya mwezi ule tunaoona katika Lailatul Badr. Hizi ni nyuso za watu watakaoingia peponi, nyuso zao zinanawiri kalqamari Lailatul Badri. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yunawwira wujuhana yawm al-qiyamah wa an yaj'alana min ahliha innahu sami'un mujib.